mnachezeaga gesi. Uongo kweli? Kwa hiyo mnasababisha nyumba kuwaka moto. Sasa basi, ukiwa mtoto mdogo ni vyema ukafundishwa na mzazi au epuka kabisa matumizi ya gesi. Sawa Kwa kimo chenu nyinyi kama hapa mbele, hamruhusiwi sana matumizi ya jiko. Lakini wakati huo akawa kishaliwasha gesi inatoka, moto unaendelea kuwaka. Nini kinatokea? Mlipuko. Kwa hiyo nyumba itaungua na watu watakufa. Kweli Sasa tukiwa majumbani tusichezee gesi. Kwa ndoo yako ikiwa kavu namna hii haina maji, utakuja utafunika pale na sufuria lake namna hiyo. Ukishafunika hivi, maana yake hewa ya oksijeni haitapita humu. Kwa hiyo moto utazima wenyewe bila shida yoyote. Jamani, moto unazima. Kutoa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Kuwapa elimu ya matumizi sahihi ya namba ya dharura ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ambayo ni 114. Kuelekea kilele cha siku ya zimamoto duniani, tulikuja kutoa elimu katika shule ya Nuru. Kwa matukio yoyote ya moto utapiga namba ya dharura ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji 114. Hii namba ni bure na ipo kwenye simu. Usiweke vocha, ni bure, unapiga 114 na tutakuja katika tukio hilo kwa haraka. Utaelezea tukio lilipo, jina lako, kata na wilaya. Sisi tutafika kwa wakati na kutoa msaada huo. Wote mnaifahamu barabara sasa. Nani anaweza kuniambia barabara ni nini? Barabara lazima inahusisha vyombo vya moto, lakini pia inahusisha na watembea. Niambia nini maana ya zebra? Anaweza kuniambia? Zebra, anasema mwenzetu zebra ni mnyama. Mwenzetu anasema zebra ni nini? Ni mnyama. Ni sawa, ni zebra ni mnyama, lakini zebra tunayezungumzia hapa ni ule mchoro unaopatikana wapi? Barabarani, kwa ajili ya watembea kwa miguu kufanya nini? Kuvuka kwenda upande wa pili wa barabara. Kwa hiyo hapa tuzungumzie zebra mnyama, sawa? Ampigeni makofi kwanza. Safi. Amejaribu, sawa? Nani mwingine ambaye anaweza kuniambia nini maana ya zebra? Sehemu ambayo watu wanaweza kuvuka. Wanasema zebra ni sehemu ambayo watu wanaweza kufanya nini? Wanaweza kuvuka. Ni kweli si kweli? Ni kweli kwamba zebra ni sehemu ambayo watu wanaweza kufanya nini? Vyombo vya moto au vyombo vya usafiri, hata kama ni baskeli, anapofika zebra, kwa sababu mita 15 kabla ya ile zebra atakutana na alama. Barabara ina vitu viwili ambavyo vinaongea na dereva. Kitu cha kwanza kuna alama, lakini kitu cha pili kuna michoro. Nikisema alama namaanisha vile vibao ambavyo mnavikuta vile barabarani, sawa? Ambavyo utakuta kimechorwa 50 au kimechorwa mtu ambaye yuko kwenye wheelchair. Nikisema wheelchair mnaifahamu? Au kimechorwa mtu anavuka nini? Anavuka barabara. Hiyo ndio alama. Lakini michoro mfano ndio hiyo zebra na ile mistari mingine ambayo mnafanya nini? Mnaiona pale. Kwa hiyo tunasema kwamba huyu mwenzetu kasema zebra ni nini? Ni sehemu ambayo watu wana haki kisheria kuvuka. Ni sehemu ambayo watu wana haki kisheria kufanya nini? Kuvuka. Mpigieni makofi. Kwa hiyo ndo nini? Hiyo ndo zebra. Na ukifika pale, cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya, nani anaweza kuniambia? Mimi na zawadi nyingi, mtashangaa. Nani anaweza kuniambia? Unatakiwa? Hapana. Unatakiwa kuangalia upande wa kulia na kushoto kisha uvuke. Anatakiwa kuangalia upande wa kulia na kushoto kisa nini? Hicho kitu tunakihitaji, kuangalia upande wa kulia na kushoto. Nani anaweza kuniambia? Usalama wa barabarani. Usalama wa barabarani. Vizuri, umejaribu. Mwingine? Mtoto mzuri mwingine? Kuangalia alama za barabarani. Sheria za barabara. Sheria za barabara. Tumepata majibu. Kila swali linajibu, sawa? Lakini kuna jibu na jibu sahihi. Tunachokitafuta hapa ni jibu sahihi. Wote hao wamejaribu vizuri, sawa? Aliyesema tahadhari ni sawa, lakini sasa kuna kitu tunaita usalama wako kwanza. Usalama wako kwanza. Kwa hiyo unapofika pale zebra, cha kwanza ambacho unatakiwa kukiangalia ni usalama wako kwanza. Kweli ile ni zebra,
lakini ile zebra iko kwenye barabara ya umma. Barabara ya umma maana ya umma ni kwamba kila mmoja ana haki ya kuitumia. Unaweza kukutana na ambulance, gari ambazo ni za emergency, unaweza kukutana na gari ya polisi. Hizo zote ni gari ambazo huwa mara nyingi ni gari za emergency. Gari ya zimamoto, sawa? Zimamoto akiwa anaenda kwenye eneo kwa ajili ya kuzima moto, hawezi kusubiria haki yako wewe ya kuvuka wapi? Zebra. Kwa hiyo atafanya nini? Atapita. Lakini kuna ambulance, gari ya kubeba wagonjwa, hiyo haiwezi kusubiria wewe ufanye nini? Uvuke. Ni haki yako ya kisheria kweli, lakini kwa emergency zimekuwa registered hivyo, zote zitakuwa zina access ya kupita bila kujali kwamba kuna mtu anatakiwa kufanya nini? Uvuka. Tunaelewana? Kwa hiyo mkiona ambulance kama haijasimama na inapiga king'ola, ni lazima usimame yenyewe fanye nini? Ipite hata kama uko zebra. Ukiliona gari lazima moto linapiga king'ola, ni lazima ufanye nini? Usimame lipite. Kama halina emergency, hawa watu ni watu ambao wanasimamia pia sheria. Ni lazima utaona wamesimama ili ufanye nini? Na muda mwingine watakuja kuwavusha. Ni kweli si kweli? Si waga wanawavusha? Kwa ngapi wanajua ni upande gani sahihi wa kutembea unapokuwa barabarani? Upande mpashieni. Amesema upande gani? Upande wa kulia ndio upande sahihi. Kwa nini tunapita upande wa kulia wa barabara? Tukae chini. Tukae chini ili tusikilizane vizuri sasa. Kwa nini tunapita upande wa kulia wa barabara? Mtoto mzuri. Kwa sababu ukipita upande wa kushoto. Kwa sababu hauwezi kuliona gari. Ni kweli. Mwingine? Vizuri, umejaribu. Ukipita upande wa kulia unaliona gari. Sawa, good consent. Nyuma kabisa pale. Tunapita upande wa kulia ili tuweze zile movement zetu ziwe sambamba na kuliangalia gari linalofanyaje, linalokuja. Likisha kuja kama limefeli breki, kama nataka kukugonga, ni rahisi kufanya maamuzi ya kufanya nini? Ya kulipisha. Na ukilipisha maana yake umeokoa nini? Maisha yako. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Usalama barabarani ni jukumu letu. Kutoa shukrani sana kwa taasisi ya RCA, mabalozi wa usalama barabarani kuweza kufika mahali hapa katika shule yetu ya msingi ya Nuru kuweza kutoa elimu kwa watoto. Pia wameweza kufundisha namna ya kuweza kutumia vizuri alama za barabarani kuweza kuepusha ajali hasa kwa watoto wadogo. Unapowafundisha watoto wadogo namna ya kuepuka majanga wakiwa wadogo na pia namna ya kuweza kutumia vizuri barabara, unajenga au unarisisha jambo zuri sana ambalo litakuwa ni endelevu katika maisha yao na ataweza kuwasaidia hata watu wengine kuweza kujiepusha na ajali za barabarani na pia kuweza kuepukana na majanga ya aina mbalimbali. Mabalozi wa mkoa wa Songwe kuja kutoa elimu kwa watoto wetu wa shule ya msingi Nuru, lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru mkuu wa shule na stafu nzima kwa ujumla walivyotupa ushirikiano. Pia nitoe shukrani kwa jeshi la polisi, ofisi ya kamanda wa usalama barabarani mkoa Afande Bukombe kwa kutupa ushirikiano na kutupa askari wake kwa ajili ya kuongozana kuja kutoa elimu hii. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru zimamoto, wametupa ushirikiano kwa ajili ya kutoa elimu kwa watoto, na elimu tuliyoitoa hapa ni elimu ambayo inafaa kabisa kwa watoto. Lengo ni kupunguza ajali lakini pia kuzimaliza kabisa. Kama Songwe bila ajali inawezekana, na ndio kampeni yetu. Tuna imani kwamba tutafikia malengo kama RCA Tanzania mkoa wa Songwe.